Nimekusalimia katika jina la Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Ninamuinua huyu mwana wa Mungu ambaye ameniwezesha kuwa hai siku ya leo. Namfurahia na lisifu jina lake. Maana hakuna mwingine kama wewe. Yesu unastahili. I surrender all to you and I give you all the glory. Thank you Jesus for your love and protection and guidance in my life. Kwa huyu ambaye nanena naye, mbariki katika jina la Yesu. Wema na fadhili zako Yesu Kristo ziwe na wote ambao wanafungulia hii video. Wabariki, wape peace. Nena Mwenyezi Mungu, wawezeshe kukaa maisha matakatifu. Baba, tushidanie katika nyakati hizi ambazo shetani ametua duniani zaidi kuliko hapo mbele. Baba, tushidanie, maana vita ni zako. Vita hii ni yako Mwenyezi Mungu. Kristo, ulitupa jina lako tulitumie, na hakika asante Yesu kwa sababu ya wokovu na kutupea kibali ya trade kwako. Jina lako litukuzwe. Nena kupitia huu ulimi wangu. I surrender all. Bariki mwenye kunisikiza. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Brethren, leo nataka kurudisha kiasi tu kuongea kuhusu ufalme wa mbinguni utakaokuja baada ya Kristo kurudi duniani. Hii niko katika kitabu ya Isaia Ufunuo Revelation 21. Ukipenda usome hapo kuanzia 23, alafu uende 22 usome kuanzia 1 hadi 5. Na je, brethren, mshaiuliza, maana hili jambo limenifikia, Kristo akiwa ananiletea hili jambo katika Valley of Judgment, kutakuwa namna gani? Na nikaona hii Kristo akiwa amekuja, kila mwanadamu anakimbia huku na huko tukijaribu kujificha. Na baada ya hii yote tukaingia in the Valley of Judgment na Yesu. Maana Biblia inaelezea kuna watu watafufuka wa dunia hii, ufufuo wa kwanza, watafufuka wakiwa wa kwanza, na watatawala wakiwa katika anga ya dunia wakiwa na Kristo miaka 1000. Sasa nataka nikuingize hapa katika hiyo miaka 1000, ufikirie about it. Kristo akiwa juu ya anga hapa, akiwa na malaika wote, Mungu akiwako. Sasa hiyo tutakuwa tunaona ukuta ambao umefunika mahali Mungu wako, tutakuwa tunauona. Maana hizi mbingu zitakuwa zimetolewa, hakutakuwa na kitu inatuzuia kuona mbinguni. Na maana Kristo kurudi sio jambo lile ni kubwa, ni kuu, lakini ni kuondoa tu, ataondoa sky hizi, ataziondoa tu, ifuguke ni kama iishe. Sasa communication between dunia na mbingu siwe sawa. Ni kama vile tukiangalia katika satellite ile ambayo iko, unaona unafungua Google Map, unaona kila mahali duniani. Ukitaka tu kuguza mahali ujue ni wapi, unaguza tu, unajionea. Hayo mawingu yataondolewa, na kisha tutamuona Kristo, na nyuma yake juu tutakuwa tunaona ukuta ambao umefunika mahali Mwenyezi Mungu huwa anakaa. Lakini ujue kutakuwa na jisho ambalo ni la Mwenyezi Mungu, limeangalia kazi ambayo Mwenyezi Kristo anaifanya pamoja na malaika, na hawa watatawala na hawa miaka 1000. Baada ya hii miaka 1000 kuisha, kisha sote tutaenda katika Valley of Judgment. Sasa ile kitu inaniogopesha hapa ni hii. Kristo akiwa juu yetu, na ile kiti atakuwa amekalia, hakutakuwa na mwezi, hakutakuwa na star, hakutakuwa na jua. Yeye mwenyewe ndiye atakuwa mwangaza wa hii dunia. Na hakutakuwa na usiku wala mchana. Hakutakuwa na usiku, kutakuwa ni mchana throughout. Sasa yeye akiwa ameketi juu ya anga hapa,
kila jicho linamuona, na watu wanatoroka, watu wote wamefufuka. Sasa akiwa juu yetu hapa, akiwa na mamlaka yote, malaika wote watakuwa na hiyo hali ya kufufuka ya wazee ama watu ambao watafufuka tawale na hao miaka 1000 itakuwa within, tutakuwa. Sasa swali ni ninakuuliza, je, tukiwa katika, unajua sasa nafikiri Mwenyezi Mungu atakuwa ameharibu hizi mabuilding zote tumejenga hapa duniani iwe vile ilikuwa mwanzo wakati Mwenyezi Mungu aliumba dunia. Maana leo niko ndani ya nyumba, maybe wakati ule Kristo akiwa amerudi haitanihitaji nipande juu ya nyumba. Nafikiri kulingana na vile naona atakuwa ameharibu hizi mijengo zote ziko duniani. Dunia itakuwa mshaka na ile miti na vile itakuwa. Sasa kila mmoja atakuwa ije, sio ndani amejificha, na zote tutakuwa tunaangalia Kristo. Na kila mmoja mahali tu Kristo atakupata akirudi, nafikiri hakutakuwa na kusonga, utakuwa hapo. Sasa tuassume Kristo akuje tu sahi ama asugue bingu hivi, atoe sky, alafu atuangalie. Sasa tumuone mahali niko, sitaondoka. Na hapo ndio Biblia inasema mama kuwa mjamzito aombe sana Kristo asikuje akiwa na mtoto ndani yake. Na Kristo asikuje wakati wa baridi. Hayo ni maandiko. Sasa nataka nikulete hapa, tutakuwa judgment valley ama Kristo amefungua bingu, ameiondoa bingu hii sky tunaona za blue, na sasa kila jicho linamuona, na watu wote watafufuka. Baada ya hiyo miaka 1000 atakuwa atatawala. Baada ya miaka 1000, maana kuna kufufuka kwa kwanza, nafikiri kwa pili. Sasa nataka tukuje hapa kila mmoja, sasa itafika wakati wake, kila mmoja amefufuka mbele ya Mwenyezi Mungu. Tumenyamaza dunia yote, na saa hiyo itakuwa wewe ukiangalia Amerika ni hapa tu, ukiangalia Italy ni hapa tu, all continent utakuwa unaangalia unaona ni hapa tu. In fact kila kitu itakuwa ni hapa, maana Mwenyezi Mungu atakuwa ameweka ule uwezo wa kuona na wa kucommunicate na kila mmoja. Tumenyamaza pale, Kristo ndiye huyu amekuja. Unajua ninaogopa, maana matendo ambayo tunatenda siku ya leo ndio itasababisha niweze kusimama pale mbele ya Mwenyezi Mungu siku hiyo. Sasa amekuja, wenye kukufa wamefufuka, kila mmoja ako. Sasa unajua kuna ile kujitayarisha. Kristo akiwa anajitayarisha ili aanze kasi ya kila mmoja asimame mbele yake akisomewa male matendo ambayo ameyafanya. Sasa nataka nikuingize hapa katika hali ya kugojea. Wakati preparation inafanywa, malaika anaitishwa, lete vitabu, wekelea kwa meza. Ni kama karamu tuseme tu. Kristo ndiye huyu amekuja hapa juu, na malaika ndio hawa, wengine wana farasi, wengine hawana farasi. Kristo kisha aitishe. Maana unajua katika ile kikao Kristo atakuwa amekalia kiti chake, na hiyo kiti ndio itakuwa yeye mwangaza dunia yote. Hakutahitajika mwangaza, yeye ndiye atatosha. Kisha anaitisha malaika, enda ulete mesa iwekwe mbele yake pale, enda ulete. Katika hiyo hali ya preparation ya Kristo ili aanze kuhukumu wanadamu, utakuwa wapi? Sasa sio kuassume, itakuwa watu wote wamefufuka. Kila mmoja ambaye asaishaliwa duniani ako hapa mbele, na Kristo ako juu yetu. Nyuma yake tunaona ukuta ambao umefunika mahali Mwenyezi Mungu anakaa, na kuna jisho moja limefunguka katika huo ukuta, limeangalia kasi ambayo inafanywa na Kristo tukiwa chini pale, tukiwa tumengojea. Sasa nilikuwa ninaona tukiwa shuleni, ingelifika kuna comedy ama kuna wageni wanakuja shuleni, asubuhi tulikuwa tunaelezewa tufagie shule, tufanye matayarisho, tumwage maji kama kuna mahali kuna kuanga na vumbi, kunawekwa viti, kunaletwa hii matayarisho. Ni kama tuseme sana vile huwa kunafanyika kwa harusi. Wakati wa preparation ili Yesu Kristo aanze kuhukumu watu, ama watu waanze kusomewa matendo, ama mtu aende kila mmoja mbele ya Mwenyezi Mungu, katika hiyo hali ya kugojea preparation ikifanywa, wewe utakuwa wapi? Unajua
hapa ndio ninaangalia Kristo ndiye huyu. Anaongea na hakuna mtu anakomunicate. Haongei na watu wa dunia, wale tuko hapa chini. Anaongea na malaika, anaongea na presence ya biguni. Anaongea na wale wazee ambao wamefufuka, ama wale wamefufuka wateule na kufufuka wa kwanza. Hao ndio watakuwa wakimsifu hapa kwa hewa, wakisifu Mungu miaka 1000. Baada ya miaka 1000 ikiisha, tutaenda hiyo hatua nyingine. Sasa kuanza preparation. Mesa ndio inatakiwa iletwe hapa mbele ya Kristo. I like this. Aitishe, yule ataitishwa, sijui ni nani, ama ni yeye atakuja na kitabu. Ile kitabu ambayo tunaitaka kitabu imeandikwa majina ya watu wote. Kristo aagize, tukiwa tunaona. Sijui ni nani ataitwa, maana hapo ni Mwenyezi Mungu anajua na Kristo. Enda ulete ile kitabu ambayo imeandikwa majina ya watu wote ambao wataingia. Kitabu iletwe na saa hiyo iwekelewe mbele ya Kristo kwa mesa. Ndio hiyo. Na kisha huyu Kristo aite malaika wote ambao walikuwa na wanadamu hapa duniani. Maana nyakati hiyo malaika wote watakuwa wamerudi huko. Na kila malaika atakuwa na kitabu ya matendo. Unajua kila mmoja huwa na malaika nyuma yake. Wewe, mimi na huyo mwingine. Ukisaliwa tu malaika. Sasa malaika wote watakuwa wamerudi mbinguni wakiwa na kila malaika kitabu yake. Kisha kitabu iitishwe ya uzima ile imeandikwa majina ya wale ambao wataingia. Iwekelewe, tuseme tu kwa upande moja wa mesa ambayo Kristo. Hii ninakuletea watu, najaribu kukuonyesha vile itakuwa. Sasa Kristo ameitisha hiyo kitabu moja. As big as small as it is. Imewekwa hapo na haijafunguliwa. Sasa wakati hiyo kitabu inaletwa na yule atailete ili aletewe Kristo mahali ameketi. Wewe unaangalia huyo mwenye kuleta kitabu anauliza, "Hai, leto lako ale hali. Jina langu liko pale." Na kisha maana kutakuwa in order. Mambo haitafanyika vile inafanyagwa hapa haraka. Pole pole tu. Wakati ni wa Mungu na ndio huo. Dunia imefika mwisho. Tunaangalia sasa kitabu ikiletwa na imewekelewa. Kisha Kristo wanaongea na yule mwenye kutete hii kitabu ambayo imeandikwa majina ya wateule. Tuwekelee, anaelezewa na Kristo, wekelea hapo, ngasha hapo ikae hapo. Sasa anaambia sasa, Kristo anaangalia anasema sasa nataka malaika wote ambao wako na vitabu ya kila mmoja hii. Maana ile mesa itakuwa kubwa. Kila mmoja akuje mbele ya presence ya Mwenyezi Mungu. Presence ya Kristo. Sasa hao malaika wote wakuje kulingana na idadi ya watu duniani. Wajipange upande moja na laini kulingana na vile ilikuwa. Kila malaika akiwa ameshika kitabu yako. Na inawe or the other. Maana hapa communication ya mwanadamu na Mungu itakuwa ni sawa. Hakumu bado. Unaweza kuona saa hiyo malaika ambaye alikuwa na wewe duniani akiwa ameshika kitabu yako, akiwa amengojea. Sijui ile style watakuwa wamekaa na ile kitabu. Halo. Ogopa hii. Na hapa ndio inasababisha watu saa zingine unakaa maisha matakatifu bila mchezo. Hii Biblia yangu ni ile ya Kiswahili, nimehubiri injili naye hapa kwa mitaa nikiwa evangelist, ninaikuja kiholela hii. Sasa tu assume kila malaika ameshika ile kitabu ambayo imeandikwa matendo yako ndani, na huyo malaika hii kitabu iko na jina yako. Na unajua maana sisi duniani tuna majina ambayo inaingiana. Kama mimi Dongo, kulikuwa na Dongo mwingine. Lakini kuna ile kitu itakuwa inatofautisha mimi ni Dongo mgani, maana kama vile hizi mikono zangu ziko, ile alama iko hapa, haina mtu mwingine. Kuna vile Mwenyezi Mungu atakuwa ameandika jina langu kwenye kitabu ya huyo malaika ambaye amekuwa na mimi miaka yote, ambayo jina hilo halipanani na la mwingine. Kama nitaitwa Dungo, kuna hiyo ingine itakuwa imeandikwa chini ili nilicognize mimi nikiwa hapa chini. Huyo malaika ndiye alikuwa nyuma yangu na kitabu ndio ile. Matendo yote niliyoyafanya. Sasa ile kitu nataka kukuonyesha ni hii. Kuna watu watakuwa pale na kitabu yao itakuwa volume kubwa kama hapa. Unaona hii volume hii. Kuna wale. Na kuna wengine watakuja mbele ya Mwenyezi Mungu na ile kitabu yao imebebwa na malaika inakuwa na ka volume. Unaona ka volume nikikuletea hivyo ka volume kama haka. Unaona? Kuna wengine watakuwa na kivolume kubwa, kivolume kama hii.
Na kuna wengine watakuwa na kivolume, itakuwa ni kama hapa. Sasa kivolume ya matendo yako ni kama hapa. Sasa kuna wengine, na kuna wengine watakuwa na very thin. Kuna wengine watakuwa na very thin hivi, ati matendo ambayo waliandikiwa, unajua najaribu kukuletea, ni kama hapa. Sasa wewe ukiangalia yule malaika ameshika kitabu yako, wako kwa laini trilioni na trilioni, wakiwa wamegojea wakuja mmoja baada ya mwingine. Na itaanzia kulingana na vile dunia iliupwa. Tuanzie na Adam and Eve. Saa hiyo ndio utamuona Eve amekuja mbele ya Mwenyezi Mungu. Na maana wewe unajua ile kitu Eve alifanya, maybe hukumu yake ama matendo ambayo yameandikwa katika ile kitabu, maybe itakuwa ni kama kasaisi hiyo, unaona hiyo ninatikiza hivi. Sasa ikifika kwako inakuja kitu kama hii. Kuna wengine watakuja ule itakuwa hii. Sasa matendo hayo. Na sasa ujue hapa hakuna kurudi nyuma, na hakuna kutubu, na hakuna kuogea. Mwenyezi Mungu anafanya. Sasa Kristo anafanya hiyo yote ukiwa mnaangalia na tukiwa tunaangalia zote. Sasa hapo ndio utaweza kuona ile kitabu ya malaika ambaye amekuwa na wewe duniani miaka yote. Volume yake itakuwa gani? Hapa na katika hii volume itakuwa imegawa mara mbili. Hii ni volume ya matendo mazuri umetenda, na hii ni volume ya matendo maovu umefanya. Na kulinganishia, maana hivyo ndivyo itakuwa. Volume ya matendo mazuri, volume ya matendo mabaya. Somehow in the spirit ama hapo tuko uweze tu kuona, maana saa zingine itakuwa imegawa, uone tu imegawa red ama white upande huu na red upande huu. Ujue tu yale matendo inaonekana miki ambayo yanaonekana hapa red ni vile ulikuwa unatenda, na white ndio. Sasa ukiangalia volume ile ukiwa tu umenyamaza hapo, hatujaanza kuitwa, hata Adamu wa kwanza hajaitwa. Sasa hapa ni preparation. Na kisha hapa I like this. Kisha hukumu ianze, ama tuanze kusimama kila mmoja mbele ya Mwenyezi Mungu. Na itakuwa hii si story. Funga macho uangalie hapo Kristo akiwa, kitabu imewekelewa hapa ambayo imeandikwa majina, na hii vitabu vingine zimebebwa hapa na malaika. Na kisha my brother kitabu ifunguliwe. Let us assume this. Kisha kitabu ifunguliwe ile ambayo imeandikwa majina ya watu ambao wamekufa wakiwa watakatifu. Majina yao yako kwenye kitabu cha uzima. Na kisha ifunguliwe. Tuseme tuanzie na A. Sasa sijui kama ni Kristo ataitana majina hapa, sijui. Ama ni malaika fulani, sijui ni nani ataitana majina hapa. Kitabu kisha ifunguliwe. Na majina tuanzie na A. Kama itakuwa ni order according to the world, vile tunaitaka na alphabet. Sinaitwa alphabet ama zinaitwaje? Hiyo mnajua. A, B, C, D. Na ianze, majina iitwe. Sasa ifike kama yangu ninaitwa Martin Dongo. Tuseme saa name ndio itajulikana ama King'ori ama Dongo. Ule mwenye kusoma majina afike N ambayo inasimamia Dongo. Aanze kuita, aite. Na unajua ukiitwa, jina lako likiitwa, kuna malaika wako hapa juu. Unaitwa jina, Kristo ana confirm, na malaika anaelezwa shukua huyo. Sasa wakati itafika kulingana na ile neno lako, jina lako, kama wewe unaitwa Adams, kama wewe unaitwa Samson, kama wewe unaitwa Dalila, kama wewe unaitwa Rahab, kama wewe unaitwa Isa, kama wewe unaitwa Fuefa, kama wewe unaitwa Maina, kama wewe unaitwa Kamau Muthoni Jeni, all this. Sasa tumeingia N kulingana na jina langu. Sasa Kristo ama mwenye kusoma majina inaitwa Martin Dongo. Ninaitika Martin Dongo ndiye huyu. Malaika anakuja juu yangu na ananiinua. Halo, kila mmoja akiwa ameangalia, ninainuliwa na ninaondolewa. Bwana apewe sifa. You know, je, wewe ukiwa umegojea
jina lako liwe liko na watu, hiyo N ama hiyo K ama hiyo namba imesimamia jina yako, tu assume tu hiyo ya kwanza. Tuseme sasa tuko A. A zote ziitwe mpaka mwisho. Unajua kutakuwa na complaint. Maana kama jina linatumika moja kama Martin ama Dongo ama King'ori. Sasa isemekana King'ori ndio ameitwa, jina langu likose. Isemekane kumeitwa Martin M, jina langu likose. Kusemekane N imekosa. Sasa baada ya majina yangu matatu kulingana na maoni yangu yameitwa na sina mahali nimepatikana, lazima nitauliza swali, lazima nitauliza. Sasa kuna hao watakuwa anauliza, Kristo, mimi naitwa Martin, jina langu haliko. Anaangalia vizuri, tuseme juu atakuwa na muda, hakuna haraka, ataangalia vizuri, usiende without doubt vizuri. Na ninaona kama jina lako haliko hapa. Utasemezana yapi na Mungu wakati huo? Ni nini utasemezana na Kristo? Ukisikia N ambayo inasimamia jina lako imeitwa imefika mpaka mwisho, it doesn't matter hata kama ni bilioni 10, 10 billion. Wapi? Tutangojea. Na itakuwa ni haraka, maana ni Mungu. Lazima ninaona Kristo ananibeba, ananiambia, "Nataka uone ng'ambo." Ananiinua tu, hata 72 haishi. Nataka uone kusimu vile shetani anafanya. Haimalizi 72. Wakati huu Kristo atakuja aitane kulingana na jina lako na namba yako ile imeanzia jina lako ifike mwisho. Unajua utalaunch complaint kwake, maana atakuwa ametupea kibali ya kuuliza tu. Na hapo ndio maandiko inasema, si nilikuwa ninafanya hii na hii, si nilikuwa ninaombea watu, si nilikuwa ninafanya hii na hii. Kristo atatupea hiyo nafasi ya kuuliza hiyo maswali, naye akanakuonyesha kulingana na matendo yako, you belong here. Sasa jina A A imepita na jina langu haliko kwenye A. Watu wote wenye A, jina ambalo linaanzia na A, wote ambao wamebaki wako miongoni mwetu, maana kazi ni pole pole. A imepita, mumepewa ruhusa na Kristo akuuliza, mimi niko wapi, nilikuwa nafanya? Halo? Si nilikuwa ninafanya? Utapewa muda wa kuongea ile kitu utataka mbele ya Mungu. Utapewa ruhusa ya kuuliza maswali. Kutakuwa na enough time. Si nilifanya hii na hii, kwani Mungu hukusikia? Hukuona? Si nilienda sana matendo ulikuwa unafanya hii na hii. Jina lako haliko hapa. Itakuwa ni wakati mgumu wa machozi. Haya tu mambo mabaya unaona unayatenda, haya ndio yatasababisha uanze kuuliza maswali baada ya jina lako kukosekana kwa A. Kama wewe itakuwa A ndio. Unaona Mungu ni wa haki. Kama mimi naitwa Martin Dongo King'ori. King'ori is my father. Sasa hapa mimi niko na Martin Dongo. Martin ni M, Dongo ni N. Kristo aingie katika M, si ndio inaanza? Muona imefika mwisho. I assume this. Maana majina tutaitwa mpaka mwisho iishe. Twende Dongo, nakuletea ili usiwe na doubt ya majina yako mawili. Twende Dongo, N iishe. Sasa baada ya M and N kuisha, na wewe unajijua hiyo majina mawili ndio imesimamia wewe, Kristo anapatiana ruhusa ya kuuliza maswali. Ndipo kila mmoja atauliza, Kristo, si nilifanya hii? Si nilifanya hii? Si nilifanya hii? Mpaka watu wote waulize maswali hiyo, mpaka bigu inyamaze kukiwa hakuna mtu wako na swali. Maana kila mmoja atapewa nafasi ya na Mwenyezi Mungu ya kuuliza swali. Kila mmoja duniani, hakuna mtu atapitwa. Kristo hata ashiria ati wewe ubaki ukiwa haujajibiwa. Hata liwe ni lipi atajibu. Sasa ukilaunch complaint, sasa hapo ndio malaika watakuwa wana hapa juu yetu. Ukiinua mkono unataka kuuliza swali juu ulikuwa umeokoka, Kristo anaangalia anasema, wewe uliza. Malaika wote wakiwa wamekuangalia, dunia yote ikiwa imekuangalia, Kristo mwenyewe akiwa amekuangalia, Baba Yehova akiwa pale amefungua jicho anatuangalia, anakuangalia wewe. Unasemaje? Nilitenda hii na hii na hii. Sasa naye Kristo anakujibu, ilikuwa hii na hii ulitenda hii. Sasa kitabu yako ikiangaliwa ile matendo, yani umekosa. Twende mbele. Na kisha ikaanza na hii, tuseme tu, ninakupatia mfano maana majina lazima.
Sasa tuko N na watu wa A wako katikati yetu, watu wa M wako katikati yetu. Sasa wale watu tunaenda kuwafikia ni akina Z. Itakuwa ni muda wa kutosha. Ukiwa umekaa pale na A ilipita na haukuitwa, sasa huko miongoni, maana hakuna mahali unaweza enda, hakuna kujifisha na hakuna kusema kutubu. Majina yameitwa na lako haliko kwa A. Lazima uwe katikati ya wengine ili kasi imalizike ya kuita kila mmoja, kila jina we na kila mmoja launch question. Kristo atangojea. Sasa A imeisha na wewe ni wa A na hujapatikana. Lazima utakaa hapo mpaka Z ifike. No matter miaka gapi itakuja. Ukiwa pale utakuwa unafikiria nini? Just imagine. Hiti tu vitu dogo dogo unafanya ndio tutasababisha jina lako likose kwenye kitabu. Na ndio itakusababisha wakati huo ukae pale. Unajua hakutakuwa na machozi. Duru mtakuwa mnapiga na hamtakuwa mnatoa machozi. Maybe, lakini kama itakuwa ni akilio hiyo, lakini machozi na nani atayasikia? Sasa tumeenda, tumefika katikati, tunaelekea mpaka Z imalizike, watu wote waitwe majina. Complain mronch. Ukicomplain, ukilete launching complain kwa mbele ya Mwenyezi Mungu, maana atatupea kila mtu nafasi. Wewe si mimi naitwa Martin. Tu assume sijaingia na isiwe hivyo, maana nitaingia. Tu assume. Hello. Tu assume tu jina langu halimo. Diposa Kristo nitainua mkono niseme kwa nini halimo na nilikuwa nafanya hii na hii na hii. Naye Kristo ataita sasa yule malaika ambaye ako na kitabu yako. Ebu kuja nani ambaye kuja malaika ambaye uko na jina na kitabu ya huyu. Musomee matendo ambayo aliyafanya na yale aliyafanya. Hakutakuwa na time. We, hapo ndio kilio na kusiaga meno. Hapo kutakuwa, yani Mwenyezi Mungu, maana hata unajua hapo Mwenyezi Mungu atakuwa amenyamazisha kelele zote. Anasema silent, zote tunanyamaza, tunangojea. Sasa yako imepitwa hii. Tunaelekea akina Z. Zote tumesimama hapa tukiwa mmegojea na hamjaondolewa. Maana kila mmoja ambaye atapita atakuwa anainuliwa, anatolewa katikati ya wengine. Kila mmoja ambaye jina lake limepatikana kwenye kitabu cha uzima amefaulu, ataondolewa awekwe kwa wengine, atakuwa anaondolewa hapa. Sasa wale wote tumefika Z. Tumefika Z sasa. Na Z imefika mwisho. Hakuna mtu ako na swali la kuuliza. Hello, hakuna mtu. Mumepewa kibali dunia yote, kila mmoja anauliza. It doesn't matter miaka bilioni gapi itakuwa hapo vale hiyo. Kisha Z imefika mwisho. Ninakuletea ile kitu unaelewa. Maana hii hukumu lazima. Wote wamefika mwisho na kila mmoja amepatikana, yule mzuri ambaye jina lake liko kwenye kitabu cha uzima ameondolewa. Sasa unajua hapo ndio Kristo atakuwa na wale ambao ni wateule ambao walikubali. Tena kutakuwa na kusifu, kutakuwa. Wale ambao wamefaulu ndio hao. Wale ambao hawajafaulu wako katika hii vale wakiwa wamegojea. Na kisha tukaashwa pale Kristo atoe kitabu cha uzima, aigize mahali inatakikana kwa hekalu. Maana Biblia inasema hivyo. Ataigiza iweke mahali fulani kwa hekalu takatifu. Na kisha Kristo ainuke aseme kwa muda. Sasa mambo ya mbinguni yote yanaendelea. Kabla sasa hajuja kuja hii sehemu nyingine. Ujue wewe ambaye hujaokoka, pale utakuwa umebaki. Wale ambao watakuwa wameokoka, mimi nitakuwa nimeondolewa. Wewe ambao utakuwa umebaki mahali pale, Kristo atainuka baada ya Z kufika mwisho. Aondoke kiasi. Tutakuwa tu tunamuona. Kuwe na shughuli zingine mbinguni ikiwa inagojewa wakati huu. Sasa hapa sijui kama kutaanza na watu wa kupewa ufalme ama kutaanza na hawa watu ambao wamebaki katika hii valley ili waekwa kwa moto. Hapa utakuwa, my brother, my sister, hutu tumatendo tudogo unatenda hiyo. Unajua mtu ambaye amefaulu kuokofu, kitu ya kwanza ukitaka kujua umefaulu kwa wokovu na wewe ni mtu wa kisasa, ni kutokuwa interest na simu na mambo ambayo yanatendeka ambayo haina maana. Simu. Ati ukiandikiwa message hivi na mtu na si message mzuri, hauna haja naye.
unaisoma tu na huna haja naye. Simu inaonyesha quality ya watu ambao wanaweza kuwa wameokoka. Maana hizi simu ndizo tumeletewa teknolojia wakati huu, na ni kali. Sasa tumefika kiwango watu wote wale wameandikwa kwenye kitabu cha uzima wote wameondolewa na wamewekwa kule. Sasa wamebaki wengine ambao hawako katika kitabu cha uzima, na malaika wamekuja mmoja baada ya mwingine. Sasa hakuna malaika wamebeba vitabu hapa, wote wameondoka. Sasa tumebaki kugojea. Kristo akasema a minute, tumebaki kugojea. Sasa hali ya ufalme wa mbinguni wa milele, mahali Yerusalemu sasa kuingizwa. Na katika hii sehemu ya hawa ambao wamebaki hapa, ambao unajua mtakuwa mnaangalia, mtakuwa mnaona, mtakuwa mnagojea. Wewe enda tu. Enda tu. Hiyo kitu unakula ni tamu kwa upande huu na kwa siku ya leo. Lakini ujue pale utabaki. Wengine wakisha wale majina yao wameandikwa kwenye kitabu ya uzima wakiwa wameondolewa, wamewekwa kado. Sasa mmebaki hapa hao watu wengine, na ndio mingi mmegojea. Sasa Mungu Kristo ameinuka, amesema hawa ni nani yako na I assume Kristo atasimama baada ya zedi kuisha, asimame aulize ni nani ako na swali kati ya hao watu wote mlioko hapa. Nani ako na swali la kuuliza? Je, utakuwa na swali la kuuliza? Hapo ndio hatari itaingia. Na ujue moto. Unajua watu wanasemanga ngoja nifanye, nitaenda kukutana na huyo Yesu alafu anihukumu. Itakuwa ni kifo moto, uchungu. Hapo ndio itakuwa kugojea. Na hii kugojea ni kugojea sasa vile Mwenyezi Mungu anataka. Na ujue maandiko inatuelezea kutakuwa na moto. Kisha tukiwa tunaangalia God bless you. Well, nataka niende part 2. Maana nimekuwa part 1 kuhusu ufalme wa milele na milele. Sasa nataka niende part 2. Na hii part 2 ninataka niende ni ya sasa, kutoka sasa hapa Kristo ameondoka na kitabu ya ufalme wa milele imeondolewa ambayo imeandikwa majina. Sasa kunatakikana sasa kukuja wao ambao wamebaki hapa, wakuja washughulikiwe pamoja na shetani. But before this, wewe ambaye unaweza fikia the head of Kikuyu Diaspora TV, Jeremy ni mhubiri, na let me call you a pastor. Pastor Jeremy, Kikuyu Diaspora TV. Unajua Mungu anakupenda na ndio ameweka hii ministry ndani yako. Lakini kuna kitu moja na kusihi. Maana wakati unahoji watu wengi wanamwaga mambo mingi sana. Wanatoa mambo mingi wanakuelezea. Kado na kulete kwa TV, hata huko chini watu wanakutafuta, wana speak out, wanajitoa, wanajiongea kwako. Naye Kristo anaona kuna umuhimu wa hili jambo. Wewe bila kutafuta mtu mwingine kado na kando ili usaidie wale ambao wanakuja katika platform yako wakiwa na shinda, Mwenyezi Mungu amekuequip in you the power of the name of Jesus in ambaye amekuokoa in you. Kristo anataka wakati unaongea na mtu na unaona shida zake, usimwashirie tu ama uanze kutafuta mtu mwingine ili amsaidie. Naona mimi katika maisha ya kiroho umewekwa shield, umewekewa ukuta na Mwenyezi Mungu ambao wewe ukiwa ndani uko na power in you. Kuna power ambayo huwa inatoka ndani yako. Sijui kama unajua. Na sitaki kukutafuta na simu ati nikuongeleshe, maana hii kitu ninajua ninaongea si kitu ya siri. In you kuna that shield of God ambayo imekufunika. Na katika hii shield you have authority in you. Jambo lote ambalo unaliomba kuhusu jambo fulani ambalo ni la ufalme wa shetani, unaliweza, unalifunja, unaweza. So
let me call you Pastor Jeremy. Enda hiyo hatua ingine, maana hii Mwenyezi Mungu amekukabidhi, amekuweka shield, amekuweka ndani mahali. Na sasa ukiwa umewekwa ndani mahali, kuna vile ukiongea tu maneno, ukitumia nguvu ya jina la Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo, anatenda kupitia wewe. Ndio umepewa hiyo platform. Sasa enda hiyo hatua ingine ya kwanza mbele, songa mbele. Sasa wewe ni mhubiri. You are, let me call you in the rank of a pastor, someone who has authority. You have authority in you. You carry the Christ in you. Practice and do it according to the inner person ambayo inakusukuma. Saa zingine unasikia unataka kuomba na mtu maombi ya ndani. Kristo amekupea hiyo kibali. Na ninaona ukiwa umewekwa shield, inakaa ukuta wa white mgumu. Ni vigumu sana kitu ivunje ikufikie. You have that authority. Na nikisema ni vigumu kitu ivunje ikufikie, adui wa Kristo, adui wa Mkristo ni shetani. Umepewa that shield na Kristo. So the moment you speak with authority against whatever mtu anakuletea ama mtu anakuja na kuelezea, my brother, I'm suffering under this and this and that and that. Kristo hataki uwe unawasha open kabla hujafanya kitu. And you have authority. Maybe naweza nena hii na iwe, you have authority in you. Na hii authority ambayo umepewa na Kristo, una mamlaka. You have that power in you. Kando na kuwahoji watu, Kristo ameweka ndani nguvu ndani yako. Unaona, kuna huyu Samuel alikuwa mzee wa kawaida ambaye alikuwa anapita katikati ya watu, lakini alikuwa na authority ambaye yeye mwenyewe alikuwa anajua. Lakini kitambo ajijue, alikuwa tu anakaa tu kawaida. You know yourself. Na unajua kuna mambo Mwenyezi Mungu ametenda maishani mwako, ukiweka A, B na 2 na 3 unaliganisha, unaongeza, unaona. So nikuite Pastor Jeremy. The authority you have in you is enough to tackle ile mashida yote unaletewa na watu. You know, ukimhoji mtu, unamuonea huruma, unashindwa utamwambia namna gani, unafungua hiyo milango kwa watu wengine. You have that power ambayo unajaribu, ambayo hiyo unaashiria kwa watu wengine wakuje kwa laini wasaidie mtu. Ile kitu ya maana ni hii. Unaomba Mungu ili unatofautisha. Maana kuna watu wanakuja kwako wakiwa na hypocrisy. Mtu anakuja kwako ametenda mambo ambayo amefarakana na Mwenyezi Mungu, mpaka amekatwa katika mwili wa Kristo, amewekwa nje. Nao akikuja kwako atakupatia yale mambo ambayo yatasababisha umuonee huruma, na hauna jawabu ama jibu la lile jambo amekuletea. So it is why unaona Mwenyezi Mungu anatupea discerning spirit ya kuona ndani. You know, hiyo ndio Mwenyezi Mungu anataka kuequip wewe na hiyo. Na iko on top, iko juu yako hapa. Ni vile tu wakati wake ndio huu. Na usiamini na mimi, maana maybe unaweza kuwa na 1 2 3 question against me. But I know you have friends. You have those people that you believe unto. They are prophet. And if uwaelezee tuombeni hili jambo hili nilijue, watakuelezea. Na la muhimu sisi wahubiri, tunataka kukuja kuweka confirmation concerning issue like hii ninakuelezea. So Kristo ought kuwa amekunenea, na hili jambo ninaongea liwe siwe mgeni kwako. You have that authority. Inyakue. I call you Pastor Jeremy. God bless you. Megi na hiyo, omba Mungu akufunulie ili ujue ninakujia laini gani, na uwe usaidizi kwa watu wengi. Maana Mwenyezi Mungu atakupandisha hiyo watu wengine. God bless you. God bless you. God bless you. Now, washa tukuje hii sehemu nyingine ya pili. Kristo ameondoa kitabu ambayo imeandikwa majina ya uzima. Malaika wote ambao walikuwa wamebeba vitabu wametuondokea. Na sasa imefika wakati Kristo ameondoka. Tunamuona na hatajificha aingie ndani ya presence ya Mwenyezi Mungu. Na kisha watu wote wabaki hapa, malaika wote wabaki hapa,
na kila mmoja akiwa amebaki amenyamaza. Sasa ni part 2 inakuja. Kristo kisha akuje na ile kiti yake ambayo ameweka katikati ya watu wote duniani isogeshwe kando kiasi. Sasa kuwe na nafasi ya mwingine kuletwa hapa ili mambo ya hukumu sasa ianze. Na kisha Kristo akiwa ameangalia, akiwa amenyamaza, shetani aletwe sasa afunguliwe mahali atakuwa amefungwa. Unaona hiyo miaka 1000 Kristo atakuwa anatawala hapa duniani, shetani atakuwa sel. Na kisha baada ya hii mambo yote, shetani sasa ndiye atakuwa mwisho, aletwe katikati yenu sasa. Akiwa ameshikwa, aletwe huyu shetani katikati ya wao ambao wamebaki hapa, majina yao hayakupatikana. Na aelezewe na Kristo, hukumu yako ndiyo hiyo. Nilikuelezea moto wa milele na milele. Shetani hatakuwa na uwezo, na wale wote ambao hawakuwa wameshukuriwa kwa majina yao hawakuwa yameitwa, mko hapa sasa mkiwa mmegojea. Shetani kisha aletwe katikati yenu na kazi ianze. Malaika watumwe. Ile moto sasa, unajua ni kama imefugiwa mahali. Iletwe ile sasa, niite kama nyungu ya moto. Itakuwa ni kingdom of fire. Maana itakuwa sasa ile, unajua kuna New Jerusalem na imejengwa na Kristo, imekuwa ikitayarishwa. Iko. Hiyo ni Jerusalem iko. Sasa upande huu mwingine, hawa ambao wamebaki hapa ambao majina yao hawakupatikana, Lucifer kisha aletwe katikati yao akiwa ameshikwa. Na anaelezewa kaa hapo. Moto milele na milele. Atafunguliwa katika lile shimo, atakuwa amefungwa. Hiyo miaka 1000 Kristo akisifu hapa. Na hii kazi yote ikifanyika. Baada ya watu wote ambao majina yao yameandikwa kwenye kitabu ya uzima yameondolewa. Kisha itakuja sasa mara ya pili. Kristo atarudi sasa, akuje juu hapa. Atoke in the presence ya Mwenyezi Mungu kule ndani, akuje katikati yetu. Halo? Akuje hapa juu. Shetani aletwe. Alezoe nilikuelezea. Hukumu yako kuisha. Naye shetani maana aliomba ruhusa akuje atafute watu. Ni akina nyinyi mtakuwa hapo. Na kisha upande huo mwingine, ambao upande wa Mungu kunaonekana hapa, upande ule mwingine, na ije hiyo kingdom mkubwa, hiyo mjengo mkubwa ambao umejaa moto ndani. Na kisha wa kwanza kurushwa katika moto atarushwa shetani. Ainuliwe, mlango ufunguliwe. Sijui kama utafunguliwa wa juu ama wa kando, na ninaona kama ni mlango wa juu utafunguliwa, maana kutakuwa kunatoka moshi kule na ufiliti. Na kisha shetani arushwe ndani, mkiwa mnaangalia akiwa wa kwanza. Kisha malaika wapewe kasi. Kila mmoja unashukuriwa. Ukirushwa ndani utakuwa wapi? Haya mambo kidogo tu unafanya ndio itasababisha hii sarakasi yote. Si sarakasi, moto. Hii kasi wa kwanza kurushwa motoni. Hukumu yako shetani nilikuambia, ataambiwa na Kristo, ni moto, nilikuhukumu. Na Mungu alimhukumu. Wa kwanza kurushwa motoni atakuwa ni shetani. Kisha malaika milioni na bilioni wapewe kasi. Sasa waanze. Ni balbu iko juu yangu imeshomeka. Na Mungu awabariki tunapoendelea. Sasa sikia hii. Na kisha malaika wapewe kasi sasa wa kuwashukua nyinyi. A minute. Ndio ninawaambianga saa zile ninafanya kazi ya Kristo akiwa live. Unajua saa hiyo nimekwambia a minute. Hii barbu juu yangu hapa. Nimeanza kuongea habari ya shetani na vile atahukumiwa. Ameisababisha ishomeke. Sasa saa hiyo nimekwambia a minute. Nimeenda kabla sijaizima. Imeripuka ikatoka moto na moshi. Dakika nimekuelezea a minute. Si nimesimamisha video nikaenda kuizima. Kufika tu ni hivyo ndio inakuaga sensitive. Ukianza kuongea habari ya ufalme wa shetani, analeta sarakasi. Wale mumeona ikizima juu mwangaza umeisha kwa nyumba na nikaangalia juu ikaanza kutoa ta. Sasa saa hii umeona nimeguza, nimesimamisha kamera ili nizime isilete hitirafu. Kitabu tu ni vinye off imeripuka. Nataka nikuonyeshe vile imeripuka na imekaa ili ujue vile ninakuelezeanga. Sometimes tukifanya hii kasi shetani huwa analeta majaribu. Nataka nikuonyeshe hii. Nataka uangalie vile imeripuka na imekaa. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ninakuonyesha. Sasa imetoa moshi
halo, imetoa moshi. Hapa unaona imehana namna hiyo. Sijui naipeleka wapi. Sijui hiyo. Hiyo. Sasa hivyo unaona imefanya shetani anajaribu kuleta vita mahali niko ni wakati ninashuti video zingine. Naye Kristo anasema no, lazima kasi yake iendelee. Imetoa moshi. Kama singekuwa karibu na hiyo switch off, waya huwa zinashikana, zinatoa moshi mpaka zinatoa moto mpaka mahali main iko. Hivyo ndivyo shetani huwa anapigana wakati tunafanya hii kazi. Kazi yake ni alipue moto inishomee nikiwa hapa. Naye Kristo yuko na kupatia life. Nilikuwa ninasema shetani ashukuriwe. Na hapo ndio umeanza kumesi na stima. I like and I love Jesus. Huyu ambaye ameniokoa, nampenda. Sasa sikia, shetani atashukuriwa, arushwe kwa moto. Nyuma yangu hapa nimeweka kuna van, kuna vitu nimeweka na carton na vitu vingine, ili kuna vitu nimeweka hapa chini ili hii kitu tunaita echo, kusiwe na echo. Sasa saa zile umeona nimeinua, kuna vitu naona nimeweka chini ili echo iishe. Nasemaga kuwekwe vitu ili hii echo iwashe kuisikika. Lakini nafikiri nitatengeneza vingine ili echo hii. Sikia hii nakwambia hii. Mpaka wakati nimeanza kuongea habari ya hukumu ya shetani na moto, ndio jasho inaanza kunitoka ukiniangalia nguo imekuwa wet. Sikia hii. Shetani anapigana na sisi kila siku kwa siku. Huu ujumbe ninakupea ni wa maana sana kwako ili uishi maisha matakatifu. Once ukiishi maisha matakatifu, jina lako litasomwa. Kisha shetani atashukuriwa na atarushwa ndani ya ule moto. Maana ninaona Mwenyezi Mungu atafungua hii kingdom ya moto na shetani itafunguliwa juu. Malaika watakuwa wanarusha kila. Shetani ndiye atakaanza kurushwa katika huo moto. Na kisha wewe kama utakuwa katikati ya wengine, itafika nafasi yako. Na kuna huyu malaika atakuja kwako. Unajaribu kumwambia siedi, huedi. Itakuwa nil. Itakuwa ni mwisho. Lazima utarushwa huko. Je, utakuwa mmoja wa kurushwa kwa moto na shetani? Na ujue sasa hapa kurushwa, Biblia inasema huo moto hauna mwisho. Milele na milele hapo ukipiga duru. Kwa sababu ya matendo kidogo. Just imagine. Ni nini itasababisha urushwe kule? Napenda hii. Ngoja nikuonyeshe kitu kingine hapa. Nataka kutoa hii bulb hili nikuonyeshe vizuri. Have a look at this. Hiyo ndio bulb nilikuwa natumia pale. Sasa isinafaa kuingia hapo ndani. Saa zile nimeanza kuongea habari ya hukumu na shetani na moto. Imeanza kuonyesha hapa kukaisha moto, unaona kuko black huko ndani. Ikaisha ikaanza kuonyesha moto kidogo hapa juu. Na kisha saa zile ninasema bulb imeleta shida. Silikuwa imeshikana hivyo. Imelia pop ikalia. Sasa ikatoka hii. Na ikatoa moshi. Angalia mpaka huko juu inaonekana imekiwa imekatika. Haya, hii kitu inafaa kuwa hivi. Ndio mambo unaona shetani anapigana naye wakati tunamshambulia. Hii ni bulb. Already imeisha. Na alikuwa anataka nikiwa ninaongea nijifanye. Maana Kristo naye ni swift zima kabla mambo haijaendelea. Saa zile nimeguza tu switch off. Ndio imelia kabla sijapiga off. Ilikuwa inataka, shetani alikuwa anataka ishikane, ipige shot mpaka kwa main. Na Kristo ni nani? Na ashidwe. Angalia mpaka kadunde hii kitu, hii ndio imeungua hii. Si unaona hii? Hii inafaa kuwa ndani. Imeshika moto, imetoka nje. Hii kazi yote inafanywa na shetani ili tusifanye campaign against. So, nikiwaambia Kristo ambaye ako ndani yangu anakuaga na mimi hapa kwa hapa. Sometimes ninafurahia mambo ya aina hii. Saa zingine ataenda aombe ruhusa akufanyie kitu kingine maana unakaa maisha matakatifu. Na hii ninapenda kuona mambo ya aina hii maana ninajuaga Kristo wako pamoja nami saa yote. Who is in us? Anatosha kushinda shetani na yeye alimshinda. Mtanyakuliwa mmoja baada ya mwingine mkiwekwa kwa moto. Hapo mtapiga duru milele na milele. Hakuna mwisho wa kulia. Kwa sababu ya matendo kidogo tu ambayo unayatenda siku ya leo.
Brethren, ninawasihi katika jina la Yesu, ikieni kwa wokovu na mkae maisha matakatifu. Hapa si mchezo. Choice ni yako. Ukisikia hutaki, ni sawa. Kristo hana shida na wewe, lakini mnakutana na yeye pale valley of judgment. God bless you. God bless you. Na niseme hii, nilitoa prophecy kuhusu nchi ya Kenya, na kiongozi ambaye anakuja analete kiti ya shuma ya moto ya stima ya kuua. Kama kumaliza corruption in Kenya itakuwa ni line hiyo, well be. Na kuna mtu anasema mimi ni tribal prophet. Niliongea na Wakikuyu juu mimi ni Mkikuyu, na Central ndio inaongoza mambo mingi Kenya. Lakini hii prophecy ilikuwa ya nchi yote, maana mpaka mahali watu wengine wametoka wanatakikana wasimame juu waone mazuri na mema. Tukishagua vibaya, tutaweka mfalme ule abaya atakuwa ni wa kutupiga. Lakini dhambi zetu zikiwa zimefikia Mwenyezi Mungu, unaonaje? Si lazima aingie. Lakini tukikaa vizuri, Kristo naye huyo. Lakini kuna jambo moja nataka niwaelezee. Kuna kazi ambayo Mwenyezi Mungu anataka ifanyike Kenya kuhusu dunia yote. Inahusu dunia yote. So jisikie na uwe umejisikia. Nisiyaseme ya prophecy, maana hiyo nilipita, hiyo nimepita. However, you want to judge me, it's okay. But mjue kukileta shida hata wewe utakuwa hapo. God bless you all. God bless you all. Na nyinyi mnasimama na mimi katika platform. I salute you all. Mungu awabariki. Abariki kasi ya mifuko yenu, kasi ya mikono yenu. Kila shilingi ambayo inatoka kwako unatuma katika hii ministry uwe ya baraka, na Mwenyezi Mungu awabariki. God bless you all. God bless you all. Peace of God iwe pamoja nanyi, na Mungu awezeshe kukaa maisha matakatifu. Hayo mambo ambayo unaona unayataka, na mostly hii jambo la kusema nitakuwa ninatoa pesa hii wapi? Tuishini maisha matakatifu. Our Lord ni Mungu wetu, ni tajiri sana. Ako na kila kitu ambacho tunahitaji. Lakini la muhimu anakuuliza, nikikupea chakula na nikupea mavazi, unaniuliza ni? I love Jesus as my personal savior. Na niseme hii, maana sometimes jambo linaweza tokea jambo dakika yoyote. Tuombe uchaguzi ufike, na shetani ashindwe katika jina la Yesu Kristo. Kenya kusikuja mapinduzi katika jina la Yesu Kristo. Please pray for this nation of Kenya. Kabila, we are over 42 tribes. Ombeeni nchi ya Kenya. Ina maana, unaona vile kumekaa kama jambo la mapinduzi lisionekane Kenya. Maana shetani huyu, na tumkatae kwa hili jambo. Hakuna mtu ameamua kufanya hilo jambo, lakini in the spirit ninaona kama shetani anataka kuleta hilo kusudi ndani ya Kenya. Hakuna mtu ameanza, lakini tukienda pale kabla ya uchaguzi ukiwa umebaki kama miezi 3, jambo hili lisiletwe na shetani nchini Kenya. Maana ni ule unakuaga wakati wa campaign, paka leadership wale ambao wanafaa kukushukua control atakuwa ameondoka katika ile pengo ile. Hiyo miezi 2-3 ikiwa imebaki tufanye uchaguzi, kuna kuaga na hiyo rules katika serikali, katika institution zote. Kuna kuaga ni kama kuna ile kutokuwa serious na mambo. So hata kama ni security, yule ambaye anasimamia maybe ni yule amewekwa na maybe anatafuta kiti fulani, itakuwa shetani asirushe hilo jambo ndani ya Kenya.
Maana it is very possible tukiwa tumebaki kama miezi 3 hapo, na hili jambo mwenye kwanza kulianza ambaye angependa kufanya hili jambo anaweza anzia tukiwa tumebakisha miezi 6 uchaguzi uingie. Well, obeeni hili jambo. Maana ninawaelezea hivyo mnaona kama ni mchezo. Wengine wanaangalia tu na wanapuuza, wanasema unasema nini? Najua watu wameanza kusema hii ni familia fulani wanakuaga na mambo ya aina hii. Kipawa hiki ninatumia ambao Kristo ameweka ndani yangu. Kilianzia na mama, kikakuja kwa yule brother mkubwa kwetu, kikakuja kwa sister yetu yule mkubwa, wakaasi wakakataa kukaa kama mapenzi ya Mungu. Mama alikaa sawa, lakini hao wawili hawakusikia. Ilipotoka kwa huyu msister yangu ilikuja kwangu, na Kristo akanielezea, kwako stoki na wewe ndiye nitafanya kazi na wewe. Sasa watu wengi wanaliganisha mimi na wale ambao tumezaliwa kuongea. Unaona kama nimepoteza laini. Ilianza na mama, ikakuja kwa brother mkubwa wangu, ikakuja kwa sister mkubwa wangu, wakaasi, hawakukaa vile Mwenyezi Mungu anataka, wanajichanganya, wakanyang'anywa, ikakuja kwangu. Na Kristo akaniambia, wewe sikuashi, utakaa cha nguvu. Mimi niko na malaika wako nyuma yangu. Nikienda kutoka tu nje kidogo, huwa ananiekelea kiboko, ninarudi laini. Na ujue kiboko si mchezo. Hapo next year tukiwa tumebakisha kama miezi 3, miezi 6 kuwe na uchaguzi Kenya, kuna mtu atainuka within, atakuwa na hiyo wazo la kutaka kupindua hii serikali, na hajaanza, hata yeye hana habari saa hii. Lakini nimesema tukiwa tumebaki miezi 6 kutatokea mtu ambaye ataonea ni vizuri apindue hii serikali. Tukiwa tumebaki miezi ngapi? Uchaguzi. Semeni tu ninapiga domo. Na hilo halitatokea. Naona Kristo akiweka kanso hivi. So, maombi yangu na wewe watu 4 tinatosha kusimamia nchi. Jiweke katika hiyo platform. Na God will bless you. Tuache kelele mingi. Tumfuate Kristo na tutii. God bless you all. God bless you all. Na my brother Jeremy, with due respect, nimeongea hii na si kwa ubaya. Ni kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu ambaye wako naye ndani yako. Anakupenda sana. In fact, Kristo anakuita friend. Tumia hayo mamlaka, and I call you pastor. God bless you. God bless you in Jesus' name. Shalom.